hii ya ndugu yetu Ruto huyu, natumaini ya kwamba sioni mbaya, lakini hakuna wakati kiongozi atasimama awe mtu mzuri. Usuri ya Kibaki tulikuja kuipata wakati alipotoka. Maana tulikuja kuona tumepata pikipiki, tumepata masimu, tumepata nini, tukapata vitu vingi. Sifa ikawa kwake. Hiyo ndio kitu ambapo alimpa sifa Kibaki, ambapo ingekuwa bado kijana angekuwa anatawala kulingana na ile. Lakini wakati alikuwa hakuna mtu alikuwa na haja, ilikuwa na taiwa ya kwamba ni mbaya. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba hakuna mwanadamu kiongozi atakuwa mzuri. Na si ati si nzuri, ni hali sisi tamaa yetu inatuumiza. Kwa hivyo ile kitu ambapo ningetaka vijana yetu Gen Z tujue ya kwamba sisi ni tumbo moja, mama moja, baba moja. Ambapo hata kama ni ulimwengu imejaza, aliumba watu wawili tu. Poleni. Hebu tuchukue njia ambapo inatupasa tuchenge inji. Lakini sio kupiga kifua na tunachipigia kifua kuchiumiza. Haina haja. Kwa hivyo nawaomba sana vijana wangu. Mimi ni mzee. 63 Kenyatta akishika mimi niko tu. Sisi ni vijana vidogo. Hivi sasa utawala yote nimeyaona yote. Lakini sasa je, ni nini mbaya jamani? Vijana mwaitwa Gen Z tunawapongeza. Lakini upongezi wetu tukiwapongeza, tunawapongeza mtende mema. Lakini sio mabaya. Saa hii nchi inaelekea mabaya kuchipika kifua. Na haina haja. Kwa hivi nawaomba sana. Hebu mwende kwa njia ambapo inafaa. Kwa majina anaitwa Samuel Giken. Ninashukuru sana. Nimekuja kuwakuta hapa. Mimi yangu ni kutuliza. Natumaini ya kwamba kutoka mwaka Kenyatta akishika kiti tulikuwa vijana. Kwa hivyo utawala wa nchi hii mimi ni mmoja wao anayejua kutoka hapa gazeti. Na hivi kwamba kuna maandiko yanasema kwamba Mungu aliumba watu wawili, Adam na Eve. Hivi kama ukijua kwamba sisi ni wandugu. Boleni vijana Gen Z. Boleni tukae kwa njia inayofaa. Tuchukue step katika nchi yetu. Maana sasa mimi nilikuwa ni Kenyatta ikiwa katika utawala. Ile utawala ulikuwa huko ulikuwa na mambo yake. Hii ya ndugu yetu Ruto huyu, natumaini ya kwamba sioni mbaya, lakini hakuna wakati kiongozi atasimama awe mtu mzuri. Usuri ya Kibaki tulikuja kuipata wakati alipotoka. Maana tulikuja kuona tumepata pikipiki, tumepata masimu, tumepata nini, tukapata vitu vingi. Sifa ikawa kwake. Hiyo ndio kitu ambapo alimpa sifa Kibaki, ambapo ingekuwa bado kijana angekuwa anatawala kulingana na ile. Lakini wakati alikuwa hakuna mtu alikuwa na haja, ilikuwa na taiwa ya kwamba ni mbaya. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba hakuna mwanadamu kiongozi atakuwa mzuri. Na si ati si nzuri, ni hali sisi tamaa yetu inatuumiza. Kwa hivyo ile kitu ambapo ningetaka vijana yetu Gen Z tujue ya kwamba sisi ni tumbo moja, mama moja, baba moja. Ambapo hata kama ni ulimwengu imejaza, aliumba watu wawili tu. Poleni. Hebu tuchukue njia ambapo inatupasa tuchenge nchi. Lakini sio kupiga kifua na tunachipigia kifua kuchiumiza. Haina haja. Kwa hivyo nawaomba sana vijana wangu. Mimi ni mzee. 63 Kenyatta akishika mimi niko tu. Sisi ni vijana vidogo. Hivi sasa utawala yote nimeyaona yote. Lakini sasa je, ni nini mbaya jamani? Vijana mwaitwa Gen Z tunawapongeza. Lakini upongezi wetu tukiwapongeza, tunawapongeza mtende mema. Lakini sio mabaya. Saa hii nchi inaelekea mabaya kuchipika kifua. Na haina haja. Kwa hivi nawaomba sana
Hebu mwende kwa njia ambapo inafaa ili tuweze kuzingatia kujenga nchi. Kama Ruto na Raila ameshikana, jamani, anataka kujenga nchi. Kalawa kuna malalamiko yanasemekana Raila ni kamili anataka kuja kugeuka. Lakini naye amekomaa kiwango ambapo amejua atafanya nini. Hebu tuwapatie nafasi ili aweze kusitiri. Lakini tukisema ya kwamba tuwafuate na nini na kutubiana mawe, hakileti. Hakuna kitu kinatusaidia. Kwa hivyo poleni vijana. Naomba sana. Hebu tuende kwa njia inayofaa. Itakuwa manufaa kwetu. Nchi yetu mkoloni alitoka. Tukabaki sisi wenyewe Waafrika. Sasa Waafrika jamani tuje tuumizane. Haina haja. Kwa hivyo nawaomba sana. Na mimi sina mengi na maalishia hapo. Mambo ya Ruto kukua Mount Kenya ni jambo ya manufaa sana. Kukua huko. Ni jambo la maana sana kukua huko sababu yeye tukija kuangalia makosa ile iko hatuoni. Lakini tayari wenyewe wanaoniana kuna makosa. Lakini kwa pande yangu mimi ningemuunga mkono hawe Mount Kenya, maana yeye ndio rais wetu. Kiongozi mpaka aende popote apendapo. Kwa hivyo mimi naunga mkono njia yote anaendanga, na mimi namwambia vijana katika Kenya waacheni mabaya. Mabaya hadumu. Tukisema tukifuata mabaya hatutatumu katika Kenya. Kama tutakashirikiana kuonezana vitola hatutatumu. Na unaona maandiko yanatuambia hapa mimi na wewe ni tumbo moja. Sasa wewe umetoka wapi wewe? Unataka kuniumiza? Umetokea wapi? Kwa hivyo hebu tuwe na mawazo kimoja ya kufaa. Hawa watu wetu kijana wetu naitwa Gen Z. Wewe ni Gen Z ndio, ni mwana Gen Z. Na usiunge mabaya, tenga vizuri. Waza maneno ya kukufaa, ya kutufaa sisi tusaidiane. Lakini sio kutengeneza ambapo kinaharibu. Wewe utaharibu uende wapi katika nchi yako? Kwa hivyo mtasamia sana kama nimezungumza mbaya, uniwie radhi, lakini nimeeleza ukweli ni kwamba tuache mabaya tutende mema. Makanisa kimejengwa katika nchi. Na inataka kila moja haweze kutubu na kunini. Hebu tuendeni kanisa na tutubu. Utaona kila kitu yote inaenda sawa. Lakini kama tutaenda kinyume, Bwana atatuacha. Na tutamwaga damu isiyo na hatia. Kwa hivyo mtanisamea sana, nimemalishia hapo. Neno hii ya Gen Z ikisema Ruto must go, sioni haja. Na sijawahi kuona mimi tangu niamuke, sijaona mwananchi. Ndiposa unaona Kenyatta alifanya chama moja, ilikuwa KANU. Lakini tangu sisi tuamuke kulikuwa chama mbili, ya Moi ilikuwa ni KADU na KANU. Sasa KANU ikapata nguvu, KADU ikapotea, wakachukua hiyo chama moja. Mimi niko kiasi hii, sijawahi kusikia rais kisemekana must go. Huyu ni mtu wa kwanza kusikia. Kibaki aliingia hakuna. Yaani kuanzia Kenyatta ni sijasikia must go. Na ndipo sasa Kenyatta unaona ya kwamba alikuwa amechukua serikali moja, chama moja. Na Moi alikufa akisema ya kwamba chama nyingi ina madhara. Hivi kwamba kama alikuwa ni chama moja tungekuwa watu wazuri. Lakini sasa kwa vile tumekwenda kuchukua kila mtu anachukua chama yake, ndio imeleta matatizo katika nchi. Ni kweli si kweli? Umemaliza? Au nini? Si support sababu vitu kama hiyo ni kitu ambapo hakielekei. Na hatujawahi kusikia rais katika nchi yote ati must go. Na tumaini ya kwanza huyu ni wa kwanza kuitwa must go. Sijasikia mimi. Sio kawaida marais kupatiwa majina na vijana. Haifai. Mimi vijana namwambia tu, namwambia fanyeni mambo kinachofaa. Sisi tumewazaa.
Mimi sai mimi si mzee, mimi ni kukaa. Vijana kama hizi ni wangu. Nina miaka 70 na. Vijana hizi ni wajukuu wangu. Vijana vijana. Msije mkaamukia vitu ambavyo hakifai. Maana mnaamukia kitu ambavyo mnarithi. Hii ni kama urithi ambapo walichukua tu. Lakini hatujawahi kuona kutukana mzee. Hata mila, sijui mila, kila mila, hata mila yetu. Kutukana mzee kama mimi ni makosa sana. Kwa nini wewe unatokana kiongozi yako na niji yako? Kwa hivyo naombea wachenzi, poleni sana, hebu chukueni step ya kufaa. Hatuwakatazi mfanye ile mnaona, na kama mnafanya kizuri tunawapongeza. Lakini kama unafanya mbaya, laana iko nyuma yenu akiwafuata. Na haina haja wachenzi. Wachenzi muangalie njia ile mnavitia unaovaa. Lakini msichukue sheria yenu mkononi mwenu. Wewe unatenda kitu ukichua mbele ni mbaya. Na wewe ubaya huo ukiwajiwa wewe hakuna kitu utaifanya. Wae machenzi zake wajiwa kiti yake nyai kutakuwa nje. Si ni kumwaka tamu tu sio na hatia. Si kunipora tu mali na kuvunja kila kitu. Haifai. Asanteni.